Ndoa nyingi zinaumia kwa sababu mmoja tu akisahau, nyumba inapakatika, inaanguka, haitakuwa nyumba tena. Mmoja tu akisahau. Mama, ukisahau ndoa yako ya kwanza ilikuwaje? Ulipokutana yule mwanaume, mazungumzo gani mlikuwa naye? Ile siku ya kwanza ya kuingia kwa nyumba ilikuwaje? Kulikuwa na nini? Hata kama mvua ingekuwa inanyesha, hata walikwambia ule mji uko 1 2 3, usingekubali, ulikuwa unaendelea mbele. Leo umesahau. Tuko hapa ndani ya nyumba ya Mungu pia. Kuna wengi wanaweza kutoka wakasahau yale ambayo wachungaji wamefanya, ile huduma ambayo mnaifanya, ndio umetangaza kwenda kumfariji mwenzenu 1 2 3, lakini baada ya siku ile 5 akasahau, akaanza kunungunikia kanisa, hata viongozi akanungunikia. Baada ya kusahau. Dhambi ya kusahau ni mbaya mno, inaua. Sasa ukifuata ndugu zetu walipozidi kusahau, Mungu akaleta kipigo, baada ya kwenda akaleta kipigo, nitakaaje na watu ambao watocheke. Mwisho wa siku akatuma nyoka wa shaba, nyoka akawauma watu wengi sana, wakafa karibu maelfu wakafa kwa sababu ya dhambi ya kunung'unika. Watu wengi wanakufa leo kwa sababu ya makosa ya kunung'unika. Ninakumbuka siku moja katika safari nikiwa Mabera, siku moja mke wangu akaugua ghafla. Na sasa nilikuwa najiandaa kutoka niende safari Mwanza. Nimeweka begi kwa sebule na mkuta pale ndani kwenye siti Mungu kwa belada pale. Mama amekaa kwa kiti anatafuna meno. Macho yamekuwa meupe, hazungumzi, hajielewi. Sasa hii ni nini tena? Nikamwambia Mungu, ni wapi sijafanya? Ni wapi sijatenda? Bwana Mungu anataka kuniaibisha. Bwana Mungu ndio anataka kuniaibisha. Wapi sijafanya? Lipi ambalo sijatenda? Lipi ambalo sijatimiza? Mbona wewe Mungu unataka kuniaibisha? Haikuchukua muda. Akili za mama za fahamu zikarudi kwa mama. Lakini kwa tayari amejinyea. Amenuka choo, maana roho ya mauti ikinemwamia. Nikamkumbusha Mungu asiyesahau. Mungu hakusahau. Na hawezi hakusahau. Na hawezi akatosahau. Ndio maana tuko mahali hapa leo. Kwa sababu tu Mungu hajatusahau. Na hawezi akatosahau. Labda wewe uamue kumsahau. Usimsahau. Anasemaje kitabu cha Hesabu sura 21? Kitabu cha Hesabu sura 21, tuone maandishi hayo tena kidogo. Hesabu sura 21. Kitabu cha Hesabu sura 21. Kitabu cha Hesabu sura 21. Mstari wa 5 na wa 6 inasemaje? Mstari wa 5 na wa 6 inasemaje? Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufie jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zimekinai chakula hiki kidhaifu. Hiyo chakula wamekula na hakuna mmoja amekufa kwa chakula, japokuwa ni dhaifu, lakini hakijawaua. Lakini wanafika mahali wameona hata chakula hapana, ni dhaifu, tunataka chakula kingine baba. Wananung'unikia chakula. Wamesahau yale makuu Mungu aliyafanya kwa ajili yao. Mungu amefanya nini kwa miaka yako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amefanya nini kwa miaka ya maisha yako? Tangu utoto mpaka leo, Mungu amefanya nini kwa maisha yako? Je, ina maana leo ndiye atakusahau? Leo ndiye atakuacha? Hapana. Mungu hawezi kukusahau. Tatizo letu ni kwamba ni wepesi wa kusahau yale mema tunayotenda. Mchungaji anaweza akafunga wiki nzima zile kwa ajili yako, na baadaye Mungu anakutendea. Baada ya safari ya miaka miwili unarudi nyuma, umesahau ule wema. Kuna baba wa kiroho alikesha kwa ajili yako. Mwanangu, usipende kusahau. Dhambi ya kusahau isikubane, isikukamate. Ukamate itakumaliza. Najivunia kijana mmoja Daudi. Na pale najua muda wetu hautakutosha.
Tumwangalie Daudi, kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza ile sura ya 17. Samueli wa kwanza ile sura ya 17. Nasema ni mstari wa 34 na 35 na 36 hadi 37 inasemaje? Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo wa baba yake, na alipokuwa akija dubu au simba kumkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu. Pia huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wa hao, kwa sababu nini? Amelitukana jeshi. Kwa Daudi alikuwa na ushuhuda kwa maisha yake. Amekutana Israeli wanakimbia kwa sababu amemuona Goliath anakuja. Israeli watu wamekimbia wanatoroka. Kijana Daudi anakuja, ana ushuhuda wa kile Mungu alifanya kwa maisha yake. Akiwa peke yake, hapo ni mwingine. Alikuwa peke yake na fimbo yake. Anakumbuka Mungu. Hai sasa yuko mbele ya Sauli mfalme ambaye ana silaha zake, ana mavazi yake, anasema no. Na mjua Mungu aliyekuwa na mipoli. Amen. Vile ndivyo nikigane. Unajua mara nyingi nafika mahali kuacha wakulia inanifunga moyo, kwa sababu maana tangu nimekaa kulia jina langu halijaonekana kwa kitanda cha hospitali ya kulia. Kwa miaka ya na miaka ya mke wangu hatujawahi kulala kwenye kitanda vyao. Kwa miaka kuanzia 2000 yaani nianzie 1990 Kenya. Nini 92 nikaingia Kenya. Labda tunilala Ombo wakati wa majeruhi, nilikuwa sehemu ya Kanyamka Okona na ndugu yako. Siku 10 nikalala. Tangia pale sijawahi hajaona kuona jina langu liko ndani ya rekodi zao. Hata jina la mke wangu alimo ndani ya rekodi zao. Hata watoto wangu hawajakuwa ndani ya rekodi zao. Maana nimejua hali za zaweza kanya. Ndio maana nimekuja hapa. Kile Mungu ameweka ndani mwangu nikiachia hapa. Amen. Maana kunasikia sana kuna matanga, sana kuna msiba, sana kuna usiba. Itaisha lini hiyo? Nimekuwa pamoja na kudumu na kanisa la Kalvariki. Si kama najivunia Kalvariki hapa. Ni ile umoja wa Mungu. Tumekuwa kwa miaka yangu yote, karibu miaka 10 na kitu, tunazika mama mmoja mpendwa akalala. Alikuwa mgonjwa wa siku nyingi. Baadaye tena akaniambia, "Pastor, nasikia kuchoka. Nasikia kuumia." Nikamwambia, "Basi, hebu chukua maji hivi. Baadaye ulale." Mimi niko nyumbani, yeye naye yuko kwake. Kaenda akachukua maji, akanywa, baadaye akalala. Baadaye mauti ikampata, amelala kwenye kiti. Amekuja kumpata masaa yamepita kwenye kiti kile. Nikakumbuka nilimwambia akunywe maji, walipata glasi ya maji kwa kiti. Yeye akalala. Na alipolala, ajabu Mungu alijitwalia utukufu kwa mauti yake. Sikuona gharama, sikuona. Mungu alileta neema kwa hayo. Amen. Nikaona watu wamesimama, alikuwa si mwenyeji hapa, mwenyeji wa Talanganya. Ikabidi baba haja kuwa na ploti hapa, ikabidi tupende kwenda Talanganya. Nilipofika Talanganya nikakutana wapendwa wa Petro. Wakaniza, "Pastor, unashiriki wapi? Kanisa lako likoje?" Nikamwambia 1, 2, 3. Nikamwambia, "Lakini pamoja na hayo, mimi hapa ni mgeni. Nimeleta mtu wenu, lakini huyu amekuwa mwaminifu, mzuri kwetu kwa kanisa na mbele za Mungu. Hana dosari. Sasa naomba msaada wenu. Siwezi kutawala katika eneo lenu. Naomba nyinyi mniongoze." Nakwambia watu wa Pefa Talanganya waliachukua matanga kama yao. Wakachukua viti na vyombo vyao. Na upishi wana chakula chao.
wakatengeneza kwa ajili ya harusi ya mtu ambaye hakuolewa. Mpendwa, ukimshika vizuri bila kusahau, bila kunung'unika, bila kugombana na yale Mungu amekufanyia, hatakuaibisha. Amen. Hatakuaibisha. Shida unajikuta unanung'unika kwa kile ambacho hakina faida. Unasahau ile uzuri aliyokufanyia mmeo, unaanza kunung'unika na watoto. Hapana, sio hivyo. Hamkuanza na watoto, ulianza na mume wako. Kumbuka, ulianza na gani mara ya kwanza? Kumbuka kale ule upendo wa kwanza. Rudi pale, alafu msamaha. Biblia Yesu akasemaje? Maana msipowasamehe watu makosa yao, hata Baba yenu anaweza kufanyaje? Haweza kuwasamehe. Nini maana yake? Maana yake kama uko hapa na bado umeshikilia mtu mwingine hujamsamehe, maana yake ile madhambi yako yote uliyombewa hapa yanarudi kwako. Bwana asifiwe sana. Uko hapa na bado umeshikilia mtu, utaki kumwachilia, maana yake ile toba yako na miaka bado imefungwa. Haiwezi kuondoka. Utazikwa nayo. Utaona kama uko hai lakini kumbe umekufa. Msamaha unaponya. Msamaha unaokoa. Msamaha unakomboa. Msamaha unabariki. Msamaha unapatanisha. Msamaha unabadili, unaponya. Hakuna shida kwa msamaha. Nakumbuka mke wake mwanangu, kabla hajamuoa alitoka kwamba akakaa nje miaka 3 Migoro. Akija nyumbani muuliza namna gani? Nimeolewa. Silete mmeo sasa, watakuja. Amekaa kule. Moyoni mwangu naumia, nachomeka. Sasa mtoto ni nini anafanya kule? Akabeba mimba ya kwanza. Ile mimba ya kwanza iliozea tumboni. Ikabidi aende akafanyia operation kwa sababu ya kilo. Nipo kwa niketi na wachungaji wangu wakaniambia, "Pastor, ukamua mtoto wako. Maana maombi yako usipomsamehe ataendelea kuteseka. Msamehe. Machungu ulio nayo yanaweza kuleta madhara kwa mtoto wako. Machungu ulio nayo yanaweza kuleta madhara kwa nyumba yako. Machungu ulio nayo yanaweza kuleta madhara kwa majirani zako. Machungu ulio nayo yanaharibu biashara. Machungu yako yanakutesa. Machungu ulio nayo." Nimetoka kule nikaja. Baada ya siku 2-3 kumwambia, "Pasa uko wapi?" Niko Mabera. "Mtoto wako yuko hapa ameingia theater kumjamzito. Mimba ya pili." Nikamwambia, "Mungu, nilishamsamehe. Kama ni operation nyingine ifanyike, ndio ifanyike kwa mipango, lakini mimi nisisababishe yeye aingie kwenye theater. Nisiwe na hatia hapa." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipita saa nzima akiwa kwenye theater. Akatoka akiwa mzima, hakuna operation, akiwa na mtoto wake. Msamaha. Kumbuka. Huyu mtu anakukumbuka. Mungu amekutoa wapi? Huyu yeye naye amekutoa wapi? Kumbuka sana. Daudi anasemaje? Anajivunia Daudi kwa mtumishi wako alipokuja simba na dubu kumkamata mwana wa kondoo wa zizi, kondoo wa baba yangu, mimi hujitoa na mkamata na mnyang'anya na mpokonya. Mimi nilimuua simba, nikamuua dubu. Anaendelea Daudi. Yeye akasema, Bwana aliniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu, ataniokoa na mkono wa Filisti. Sauli anashangaa, huyu kijana ana namna gani? Atamwokoaje? Angalia mstari wa 38. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita, akamtia chapeo ya shaba kichwani, akamvika na lili. Bwana asifiwe sana. Amen. Sauli anachukua silaha zake ili ambaishe Daudi aende akapigane na Goliath. Na Daudi hajazoea zile silaha za Sauli. Hajajui yale mavazi kuyatumia. Hata anavalisha mama silaha ambazo ni ngeni, ni mpya. Ndipo Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake, akajaribu kwenda, akaona ilikuwa